Jeshi la Ukraine linazidi kupoteza watu kwa kiwango cha kutisha. Makumi kwa maelfu wameacha vituo vyao vya kazi. Ripoti kutoka mstari wa mbele zinasema kwamba majeshi ya Ukraine yameondoka katika maeneo mengi ya nchi hiyo, hasa maeneo ambayo majeshi ya Urusi yapo. Katika eneo la Mashariki, vikosi vya Urusi vinazidi kusonga mbele kwa kasi ambayo haijawahi kuonekana kwa zaidi ya miaka miwili. Hesabu kali za vita vya kuchosha vinaonesha mgogoro unaotishia uwezo wa Ukraine kuendelea kujilinda. Ripoti zinasema majeshi ya Ukraine yaliyokuwa mstari wa mbele katika vita hivyo yanazidi kuporomoka. Wanajeshi wa Ukraine wanakimbia nafasi zao kwa idadi kubwa, wamechoka, wamedhoofika kiakili na wamefanya kazi kubwa zaidi ya uwezo wa binadamu. Mgogoro wa upungufu wa askari ambao makamanda wa kijeshi walikuwa wakinong'ona kwa miezi sasa umeanza kuonekana wazi, na Urusi inatumia kila udhaifu. Ripoti zinathibitisha kuwa kuna upungufu mkubwa wa nguvu kazi katika upande wa jeshi la Ukraine. Karibu vijana 100,000 wamekimbia nchi ndani ya miezi miwili tu na kuacha mahandaki yaliyokuwa yakitumiwa na majeshi ya Ukraine yakiwa yamepungukiwa askari. Katibu wa kamati ya ulinzi ya bunge la Ukraine amesema kuwa wananchi 4 kati ya 5 wanakimbia vituo vya mafunzo baada ya kutajwa kujiunga na jeshi la nchi hiyo. Makamanda wa Ukraine pia wanakiri kuwa hakuna wanajeshi wa kutosha kulinda maeneo muhimu dhidi ya mashambulizi yasiyokoma ya Urusi. Hata hivyo, Kiev haijakata tamaa. Kwa kutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu na makombora, vikosi vya Ukraine vimeanzisha mashambulizi ya ndani kabisa kwenye viwanda vya mafuta vya Urusi na miundombinu mingine muhimu. Kadri mapigano yanavyozidi, hakuna dalili za kupungua. Urusi inaendelea kuimarisha maeneo mapya iliyoyateka. Wakati huo, Ukraine kwa upande wake inatumia mashambulizi ya drone ili kupunguza ukali wa mashambulizi ya Urusi. Ni mchezo wa hatari wenye gharama kubwa za maisha ya binadamu. Wakati huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili nchini Uturuki kama sehemu ya juhudi za kufufua mazungumzo ya amani na Urusi. Zelensky amesema kuwa Ukraine inalenga kuhuisha tena diplomasia na inapanga namna ya kuirejesha amani iliyokuwepo hapo kabla ya vita vyake na Urusi. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.